Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. 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 Naomba ukae kwa ajili ya neno la uzima. Amen. Leo nitakuwa na tangazo maalum sana kwa ajili ya watu wote. Leo nitakuwa na tangazo pale mwishoni kwa ajili ya watu wote. Naomba kila mmoja ukae kwa kutulia leo kwa sababu kitaeleweka tena. Haleluya. Neno la uzima kwa habari ya fundisho letu kuhusiana na hatima ya maisha. Mwambie mwenzako hatima ya maisha. Usiogope, mwambie wa pili na watatu, mwambie hatima ya maisha. Kitabu cha Marko Mtakatifu sura ya 10 kuanzia mstari wa 45. Leo tutaanzia pale kuangalia kwa habari ya hatima ya maisha. Sababu hiyo naomba kila mmoja afunike macho niweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya neno la uzima. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa sababu ya neema uliyotupa watoto wako kutokea mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Umetukusanya watoto wako Bwana katika vijiji hivi vya Umalila, ukatuleta pamoja. Wako watu waliotokea mbali Bwana kwa ajili ya mkutano huu. Wako watu waliotokea Tukuyu kwa ajili ya kusanyiko hili. Wako watu waliotokea mbali kwa ajili ya mkutano hili Bwana. Naomba rehema zako ukaseme na watoto wako, wafundishe sawasawa na somo ulilotupa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, naomba rehema zako kwa damu ya mwanakondoo. Niko hapa mtoto wako tena nikijiweka wakfu kwa ajili ya neno la uzima. Na nitakasa kusanyiko hili na wale watu walio na sisi kwa njia ya mtandao, kwenye madhabahu ya kimtandao ya Injili ya Wokovu TV. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa rehema na fadhili zako ambazo Mungu umetuatamia tena jioni ya leo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo tuonekanie Bwana, na hatima za watoto wako zifunguke, watu waende kwenye hatima zao. Aliyetakiwa kufanikiwa akafanikiwe, aliyetakiwa kuwa mfanya biashara akafanya biashara, anayetakiwa kuolewa aolewe, anayetakiwa kuoa aoe, anayetakiwa kuwa mwanasiasa, kiongozi wa serikali kwenye mwaka huu wa uchaguzi akashinde na awe sawasawa na mipango yako ilivyo juu yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Enda na masaka ribosaya peria masaka ribosa, katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi aseme amen. Haleluya, haleluya. Marko Mtakatifu sura ya 10 na mstari wa 45. Marko Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 45, Biblia inasema, kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Mstari wa 46, wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Batimayo yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Hebu sema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Mstari wa 48, na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi, unirehemu. Mstari wa 49, Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Jipe moyo, inuka, anakuita. Stori ya mtu mmoja anaitwa Batimayo mwana wa Timayo. Batimayo alikuwa ni kipofu, tena alikuwa ombaomba. Kwa tafasiri ya lugha ya Kiswahili, Batimayo alikuwa ni maskini wa kupindukia. Ni mtu ambaye hana mbele wala hana nyuma. Hakuna mtu ambaye anaweza akamheshimu Batimayo. Siku moja alikuwa kwenye shughuli zake za kuombaomba, ameketi kando ya njia anafanya shughuli za kuomba. Mara akasikia vurugu katika njia ile. Batimayo hakukaa kimya, aliuliza kitu gani kinachoendelea, kwa sababu nimeomba miaka mingi, nimeomba siku nyingi, sijawahi kuona ghasia ya namna hii. Nini kinachoendelea hapa?
wakamwambia, tulia Bartimayo, ni Yesu Mnazareti anapita. Yesu anapita. Nataka nikwambia kitu kimoja, mtu wa Malila na watu maeneo kadha wa kadha. Kazi kubwa ya Yesu iliyomleta duniani ni kuleta ukombozi. Ukombozi katika familia, ukombozi katika ndoa, ukombozi katika elimu, ukombozi katika uzao, ukombozi katika hatima za watu. Bartimayo amekaa ameomba miaka mingi. Watu wamemzoea ni kipofu ombaomba, hana mbele wala hana nyuma. Watu wakampuuza, lakini wokovu wake ulikuwa umetunza siku moja atakapomsikia Yesu. Bartimayo hakuweza kumuona Yesu kwa sababu alikuwa kipofu. Alichokifanya yeye ni kusikia tu. Inawezekana uko hapa hujawahi kuona wahubiri, ila umesikia habari zao, pengine hujawahi kuamini. Leo Mungu amekupa nafasi nyingine tena ya kulisikia neno la uzima. Bwana akusaidie leo kutoka kwenye upofu ulionao, kutoka kwenye maskini ulionao. Bwana akusaidie leo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, watu wa Mungu. Kati ya mambo ambayo nayashangaa sana, Bartimayo akiwa anapiga kelele, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Biblia inasema wengi wakamkemea. Wengi wakamkemea wakamwambia, tulia. Nataka uone hapa tafasiri sahihi ya kukemewa. Kukemewa ni tofauti kabisa na kunyamazishwa. Kukemewa kunahusisha kukaripiwa. Ukiona mtu anakemewa, manake makaripio yako mahala pale. Bartimayo ameomba miaka tena na tena, hakuna mtu aliyemsaidia. Watu wote wako kimya, wanamjua ni kipofu, wanamjua ni ombaomba, acha aishie kivyake. Watu wako namna ile. Unaweza kuwa kwenye hali ngumu sana, unapotaka kusaidiwa ndio vipingamizi vinainuka. Kila atakayeinuka kukuzuia wewe usipate msaada, anguke yeye katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Watu wa Mungu wamekaa kwenye maisha magumu kwa muda mrefu. Kuna watu wamezaliwa wako hapa duniani, kazi wanazozifanya sio zile ambazo Mungu amewakusudia wasifanye. Kuna watu tangu kwenye matumbo ya mama zao ni wafanyabiashara wazuri sana. Kuna watu tangu hawajazaliwa, tangu wametungwa mimba, tayari Mungu ameshamfanya mtu huyu awe mtumishi wake. Lakini anapozaliwa kwenye kijiji cha Umalila, anapozaliwa pale Uyole, anapozaliwa popote pale, kuna mamlaka za giza kwenye ulimwengu wa roho zinazofanya kazi ya kushika watu. Kuna roho chafu zenye kazi ya kuzuia watu wasiwe wanavyotakiwa kuwa au wasiende wanakotakiwa kwenda. Leo tuzikatae katika jina la Yesu Kristo. Na leo nitakuwa natangaza maalum sana kwako kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya, watu wa Mungu. Twende na habari ya Bartimayo na nikwambie mambo yaletayo uzima kwenye maisha yako. Mstari wa 49 nirudie tena. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akajibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Tumemzoea Bartimayo ni kipofu, anakutana na Yesu. Jambo la kushangaza, tulitegemea kwamba Yesu ajue Bartimayo anataka nini. Yesu alijua Bartimayo ni kipofu, alijua Bartimayo ni ombaomba, alijua Bartimayo ni maskini, alijua Bartimayo yuko hoi, watu wanamdharau. Lakini bado Bwana Yesu anamuuliza Bartimayo, unataka nikufanyie nini? Yesu hawezi kufanya mpaka useme wewe unataka kufanyia nini. Jioni leo mwambie Bwana akufanyie chochote unachotaka kufanyie katika jina la Yesu. Mgeukie jirani yako, muulize Yesu akufanyie nini jioni ya leo. Muulize tena, Yesu akufanyie nini jioni ya leo. Mama, muulize mwenzako, Yesu akufanyie nini jioni ya leo. Bartimayo akasema, nataka nipate kuona, kwa sababu alikuwa haoni. Kwa hiyo kila mmoja atamwambia Bwana Yesu kila anachokitaka. Wewe una cha kwako, mimi nina cha kwangu, kila mmoja ana cha kwake. Leo tumwambie Yesu tufanyie nini kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Hebu mpe makofi Bwana Yesu mengi sana. Haleluya, haleluya. Kuna mambo ambayo kupitia Bartimayo nataka tujifunze jioni ya leo. Bwana Yesu amekuja kwa lengo la kukomboa hatima ya Bartimayo. Amekuwa ombaomba kwa muda mrefu sana.
ameishi maisha magumu kwa muda mrefu sana, hakuna aliyewahi kumsaidia. Amefika wakati Bartimayo analilia msaada, watu wanamnyamazisha, wanamwambia tulia, acha kelele. Nataka nikuonyesha ule mstari 48, wengi wakamkemea ili anyamaze. Uwe na uhakika hata wewe utakapokuwa unatafuta msaada, wengi watakukemea, lengo ni kukunyamazisha. Unaidai haki yako ya msingi, unadai hatima yako, unaomba kwa ajili ya hatima, tegemea kunyamazishwa ili ukae kama ulivyo. Leo tukatae kunyamazishwa katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 48, na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Sasa naomba unisikilize vizuri sana. Mungu anipe utulivu nikupe siri za rohoni leo, kwa sababu Mungu ametupa muda wa kutosha. Haleluya. Kila aliyezaliwa hapa duniani Mungu alimkusudia kuwa mtu fulani. Hakuna aliyekuja duniani hapa kuzulula, hayupo. Jana nikakwambia Bwana alipokuleta hapa alikupa mambo matatu. Alikupa hatima, akakupa kipawa, akakupa kibali. Mambo haya matatu kila mtu anayo, lakini watu wengi hawawezi kufika kwenye hatima zao kwa sababu mambo haya matatu yamekorofishwa. Unaweza ukawa na hatima, unaweza ukawa na kipawa, lakini kibali hauna. Utajikuta una maisha ya kutafuta sana, utatumia nguvu nyingi kwenye kutafuta pasipo kupata. Sio kwa sababu vipo, lakini kibali cha kukufanya upate hakipo. Na ndio maana leo nitaomba kwa ajili ya watu ambao kwenye maisha yao wameweka bidii sana kwenye kutafuta pasipo kupata. Leo nataka niombe mmoja mmoja na Mungu anipe neema katika jina la Yesu Kristo. Watu wamekuwa kama matoi, wanachezewa na ulimwengu wa roho. Mungu amekuleta duniani akiwa na makusudi yake. Umezaliwa umelibeba kusudi la kimungu. Hebu mwambie mwenzako umelibeba kusudi la kimungu. Mwambie tena umelibeba kusudi la kimungu. Unapoongea kwa habari ya hatima na makusudi ni vitu viwili tofauti. Wazungu wanaita hatima ni destiny, alafu kusudi wanaita purpose. Ni mambo mawili tofauti. Hatima huwa ni moja, lakini makusudi sio moja. Ndio maana kwa mfano, unaweza kuwa na hatima ya kuwa kiongozi wa taifa. Mungu amekuleta duniani, una sifa zote, una criteria zote za kuwa kiongozi wa nchi. Lakini mule ndani kwenye hatima ulionayo, kuna makusudi mengi. Kusudi la kwanza kwa mfano ni kusaidia walemavu. Kusudi la pili kwa mfano ni kusaidia wasiojiweza. Una makusudi mengi ndani ya hatima moja. Ukimwangalia Bwana wetu Yesu aitwaye Kristo, alikuwa na hatima moja ya kuukomboa ulimwengu. Ndani ya hatima hiyo kuna makusudi mbalimbali. Kitabu cha Yohana kinasema wazi, maana kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kwa hiyo kuzivunja kazi za giza ni kusudi mojawapo. Kusamehe dhambi ni kusudi mojawapo. Kutakasa wagonjwa ni kusudi mojawapo. Kupoza waliopooza ni kusudi mojawapo. Kufufua waliokufa ni kusudi la Yesu. Alikuwa na hatima ya ukombozi, lakini ndani yake ana makusudi. Hata wewe unayo hatima yako na una makusudi mengi ya kuyaishi. Leo tuianze safari ya kwenda kwenye hatima zetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya, kanisa la Bwana. Bartimayo ameomba miaka mingi. Tulitegemea wananchi wa eneo lile wamtie moyo Bartimayo, wanamwambia sikiliza Bartimayo, Bwana Yesu anapita leo. Yesu kafufua wengi, Yesu ameponya wengi. Bartimayo usikae kimya, paza sauti mpaka akusikie. Matokeo yake wanamzuia, wanamwambia tulia Bartimayo, unaleta fujo, stop being a troublesome, acha kuwa msumbufu. Wanamnyamazisha, tulia. Na uwe na uhakika walimkemea wengi, sio wachache. Mstari 48, na wengi wakamkemea ili anyamaze. Ndio maana uko hapa. Kila ukitaka kuinuka kwenda kwenye mafanikio, vita inakuwa kali sana, unashuka, unakaa pale. Kuna watu kila kianza biashara amekula hasara. Unapata hasara mara 3 ya mtaji ulioweka. Yaani unafanya biashara, unateremka hasara mpaka unabaki na madeni. Unaamua bora mimi nibaki kwenye hali hii. Unafikiri ndio hali, sio kweli. Unapigwa vita na wengi. Leo mimi nasema kila anayekupiga vita wewe atadondoka haraka sana katika jina la Yesu Kristo.
ili mradi umelisikia neno hili, kila anayekupiga vita wewe adondoke mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Natamka na wewe uliye hapa, hata unatufuatilia mitandaoni, popote ulipoinuka kwenda kwenye hatima yako na vita iliyoinuka, kila aliyeinua vita adondoke yeye kwa jina la Yesu Kristo. Hebu sema maneno haya, kila mmoja sema maneno haya. Sema: Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, kila atakayenipiga vita juu ya hatima yangu adondoke yeye kwa damu ya Yesu. Amen. Shangilia Bwana kwa makofi. Lakini kitabu cha Waefeso sura ya 6, Waefeso sura ya 6, Waefeso sura ya 6 na ule mstari wa 12, Biblia inasema hivi: kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya mwili na nyama, sio. Maana yake vita tunavyopigana sisi watu tuliomjua Yesu sio vita vya mwilini, hapana, ni vita vya rohoni. Na sipo mamlaka kamili kwenye jamii zetu, sipo nguvu za giza kwenye familia zetu, sipo roho chafu kwenye ukoo wetu zinazofanya kazi ya kuhakikisha kila mwana ukoo anayeinuka kwa chochote asifike popote, ashuke. Na imefika wakati, kwa sababu ya hatari ya roho hizi, watu wengi kwenye familia zetu na kwenye koo zetu na jamii zetu za Kitanzania na Afrika kwa ujumla, kila anayeinuka kwenye familia inamtegemea kama chanzo cha mapato, chanzo cha msaada. Mtu yule huwa anadondoka haraka, anakufa kabla ya wakati. Tuna watu wengi tumewazika, wamekufa kabla ya wakati. Chanzo ni kwa sababu waliinuka kimafanikio. Na ndio maana ukiwa hoi, roho za familia zina mpango na wewe. Ukiinuka kiuchumi, umezaa watoto wanaanza kuinuka kiuchumi, wanashambuliwa ili wafe kabla ya wakati. Leo nitakuwa na tangazo juu ya watoto wetu. Hakuna mtoto wako atakayefanikiwa ambaye atakufa kabla ya wakati. Nasema leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na inawezekana. Haleluya, haleluya watu wa Mungu. Mwambie mwenzako inawezekana kuishi sawa sawa na neno la Mungu. Kwa hiyo unaweza kuwa unapigwa vita namna nyingi sana. Familia nyingi za watu zimefungwa kwenye vifungo vibaya. Hata kama mkitafuta msaada huwezi kupata. Uwezi ukajua kama familia imefungwa, uwezi. Lakini utayaona maisha ya uhalisia unayoyaishi. Kwa mfano, kuna mtu hata ukimpa mtaji leo, ukampa leo milioni 10 kama mtaji, baada ya wiki 2 hakuna atakachokuwa amefanya na hela zimeisha. Hela zimeisha. Sio kwamba hataki kufanya, anataka, lakini anazuiwa tangu kwenye ulimwengu wa roho. Yeye anajiona kama ni jambo la kawaida, na utaona kama ni jambo tu la kijamii limekutokea. Kuna watu wengi, kwa mfano, inapotokea umepata pesa ndio shida zinaongezeka. Unapopata tu pesa, kama ni mkulima, umelima mazao yako umeuza, unaposhika pesa mkononi ndio unashangaa mtoto wako anaumwa ugonjwa ambao ni wa ajabu. Unamkimbiza hospitali, hela zote zinatumika kumtibu mtoto, na unashukuru Mungu sana mtoto ameumwa ukiwa na pesa. Usijue kwamba ni mtego, zinatafutwa hela ziisha hizo. Ugonjwa unapewa mtoto ni ugonjwa wa kichawi. Leo lazima tukatae mambo ya uchawi kwenye familia zetu. Lazima tukatae lazima tukatae kwa jina la Yesu Kristo. Muulize mwenzako, unayakubali hayo au unayakataa na wewe? Kila mmoja leo tusimame imara tukatae. Watu wengi tulio hapa na wanaonisikiliza mtandaoni, mpaka leo kuna mwingine hujafika kwenye hatima yako. Kuna kile ambacho Mungu alikukusudia wewe uwe nani. Kwenye Biblia kuna mifano ya watu wengi sana. Walipozaliwa tangu kwenye matumbo ya mama zao, Mungu aliwaleta kuwa watu fulani. Lakini dunia ilipopokea, kazi ya dunia kubwa sana ni kubadilisha watu wasiwe wanavyotakiwa kuwa. Narudia tena, kazi kubwa ya ulimwengu huu tulionao, ulimwengu unapambana sana kuwabadilisha watu wasiwe vile wanavyotakiwa kuwa. Kuna mtu umezaliwa ni daktari,
Kuna mtu umezaliwa ni mwanasiasa. Kuna mtu umezaliwa ni kiongozi wa taifa. Kuna mtu umezaliwa ni mkulima wa kimataifa. Kuna mtu umezaliwa ni mfanyabiashara wa kimataifa. Lakini roho zilizokaa kwenye jamii zetu zinafanya kazi sana ya kuwazuia watu wasiwe vile wanavyotakiwa kuwa. Ndio maana kujichunguza wewe tangu ukiwa mdogo uliwaza kuwa fulani. Tangu ukiwa mdogo fuatilia watoto leo, waulize unataka kuwa nani? Katoto katakujibu nataka kuwa mwalimu, nataka kuwa daktari, nataka kuwa injinia. Mpe miaka 10 mbele. Aliyesema nataka kuwa daktari ni fundi viatu Uyole. Aliyesema nataka kuwa injinia ni mkulima wa vitunguu Marila. Kwa hiyo kuna watu ambao kwa namna mlivyo hamkupaswa kuwa vile mlivyo. Leo katika jina la Yesu, zile baraka ambazo ulitakiwa wewe kuwa, Bwana akuletea pale ulipo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Weka mkono wako kifuani namna hii. Sema maneno haya. Sema, Baba Mungu wa mbinguni, ninaomba rehema zako kwenye mkutano wa leo. Siku hii ya pili, safari yangu ya kwenda kwenye hatima na ianza leo kwa jina la Yesu. Na ianza leo kwa jina la Yesu. Safari ya hatima na ianza leo kwa damu ya Yesu Kristo. Nasema hivi kwa nini? Kwa sababu kila unayemuona hata kwenye Biblia, kwa mfano, kuna mtu unamfahamu anaitwa Mtume Paulo. Mtume Paulo kwanza aliitwa Sauli. Kwenye maisha ya Mtume Paulo alikuwa ni mwovu kuliko wewe. Mtume Paulo alikuwa anawachukua wanafunzi wa Yesu, anawachinja na kuwafunga na kuwapeleka Yerusalemu. Aliwahi kushuhudia mauti ya mtu mmoja anaitwa Stefano. Stefano alipigwa mawe. Anapigwa mawe Stefano, Paulo yuko pembeni anashadadia kifo cha Stefano. Lakini tangu kwenye tumbo la mama yake Mungu alimleta Paulo kuwa mtumishi wake. Unajuaje habari hizo? Tuangalie pamoja na mimi kitabu cha Wagalatia uone maneno haya. Nataka tujifunze neno la uzima ili uone kuna watu tangu tumboni ni watu fulani. Na leo kile kinachokuchelewesha na kukuzuia tukishughulikie katika jina la Yesu Kristo. Wagalatia sura ya kwanza. Wagalatia sura ya kwanza kuanzia mstari wa 13 hata wa 15. Haya ni maneno ya Mtume Paulo mwenyewe ambaye kwanza alikuwa anaitwa Sauli. Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 13 hata wa 15 na 16. Biblia inasema, maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba naliliusi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Mstari wa 14, nami niliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi waliohirimu zangu katika kabila yangu, nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. 15, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni. Hebu sema tangu tumboni. Paulo anasema, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake, alipoona vema kumdhihirisha mwanae ndani yangu, ili niwahubiri mataifa habari zake, wala sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Paulo huyu anasema Mungu aliyeniita tangu tumboni mwa mama yangu. Tunaanza kujifunza kwamba Sauli tunayemsoma analiharibu kanisa, anawaua watumishi wa Yesu. Kumbe tangu kwenye tumbo la mama yake Mungu alishamtenga tayari kuwa mtumishi wa Bwana. Kuna watu mko hapa mlishatengwa kuwa watu fulani tangu kwenye matumbo ya mama zenu. Leo mimi napiga mbiu watu kuelekea hatima yako ambayo Mungu amekupangia wewe mama. Tangu ukiwa ndani ya tumbo la mama yako utaishi katika jina la Yesu. Nataka nikwambie mambo haya. Haujulikani wao ni nani baada ya kuzaliwa. Unajulikana wao ni nani tangu ukiwa kwenye tumbo la mama. Kwa hiyo unaweza ukazuiwa sana tangu ukiwa kwenye tumbo la mama. Unajuaje? Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 na 5. Biblia inasema wazi, kisha neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakujua nalikutambua, na kabla hujatoka tumboni mwa mama yako nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Yeremia anaambiwa na Mungu, Yeremia wewe, kabla hujazaliwa mimi Mungu nakujua, na kabla hujatoka tumboni mwa mama yako nimeshakutakasa tayari. Kwa hiyo unajulikana tangu ukiwa mimba.
Ndio maana vita unayoweza kupigana nayo, vita ya kushambulia wewe, vita ya magonjwa, vita ya umasikini, vita ya balaa, vita ya mikosi, lengo la vita ile ni kukuzuia usiende kwenye hatima yako. Lakini Mungu leo watumishi wake ametutuma umalio leo tukwambie kwenda kwenye hatima yako inawezekana. Kwenda kwenye hatima ya udaktari inawezekana. Zile baraka za uinjinia ambazo umecheleweshwa sana, Bwana anaweza kukupa leo kwenye umri ulionao. Biblia inaposema hivi, nitakurudishia miaka yako iliyoliwa na nzige, tunutu na madumadu, haimaanishi kwamba Mungu atarudisha mwaka 92, ataufuata mwaka 1985, ataufuata mwaka 2001 alafu akurudishie. Si. Biblia inamaanisha kwamba zile baraka zote zinazohusiana na wewe ulizotakiwa kuzipata kwenye eneo ambalo Mungu amekupa kwao tangu miaka ya zamani, Mungu anachokifanya anakusanya baraka zile zote pale ulipo kwenye umri ulionao. Kwa kile ufanyacho, Bwana akubarikia nacho. Mungu akubariki na kilimo chako, Mungu akubariki na biashara yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya watu wa Mungu. Naomba kila mmoja pale ulipo, hebu simama. Simama pale ulipo. Simama pale ulipo, tuwe na muda wa kutosha. Tuwe na muda wa kutosha kuomba leo. Simama pale ulipo. Na tuyasema haya, nataka niyaseme ukiwa umesimama. Nataka niyaseme haya ukiwa umesimama. Pale ulipo nisikilize maneno haya. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Mungu sio Mungu wa Luteri peke yake. Mungu sio Mungu wa Moravian peke yake. Mungu sio Mungu wa Roman peke yake. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Mungu ni Mungu wa Waislamu, Mungu ni Mungu wa wezi, Mungu ni Mungu wa majambazi. Kila mwenye mwili anatakiwa kumkimbilia Bwana. Haleluya. Sababu hiyo uko hapa, shetani anajua kwamba Mungu anakupenda wewe sana. Ndio maana Biblia inasema wazi, Yohana sura ya 3:16, maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muumini asipotee bali awe na uzima wa milele. Shetani anajua hilo. Ndio maana kwenye familia zetu kuna roho maalum ambazo zinafanya kazi ya kuwazuia watu wasiende kwenye hatima zao. Shetani anaweza kukuruhusu uimbe kwaya, anaweza kukuruhusu uimbe praise, anaweza kukuruhusu uende kanisani, anaweza kukuruhusu ulime mashamba, anaweza kukuruhusu ufanye biashara, lakini kwenda kwenye hatima yako akakuzuia. Tuko hapa kukuambia maneno haya. Hata kama ni mkulima, hata kama ni mfanya biashara, hata kama ni mwimba kwaya, hata kama ni mwinjilisti, ili mradi tu unamtumikia Bwana na uko hai, kwenda kwenye hatima yako leo nakutangazia inawezekana katika jina la Yesu. Kama unaamini hilo, punga mkono wako namna hii. Punga mkono, haleluya. Punga mkono, haleluya. Shangilia Bwana kwa makofi mengi. Naposema haya ukiwa umesimama, kila mmoja unisikilize vizuri sana. Kuna watu katikati yetu mkutano huu, inawezekana kabisa ni Mungu ametutuma. Unaiona kwaya imetoka Tukuyu, kwaya imetoka Mbeya, wanamsifu Mungu kwa shangwe, wanamfurahia Mungu sana. Inawezekana kabisa kwa 89% kama sio 90, mkutano huu unamtafuta mtu mmoja. Mungu ni Mungu wa mtu mmoja. Anaweza kutengeneza mkutano akawatoa watu Dar es Salaam, akawatoa watu mbali mashariki na magharibi wakaja hapa kwa ajili yako peke yako. Sababu hiyo, kila uliye hapa zingatia moyoni mwako, hatima yako iko wapi? Unakwenda wapi? Tangu uzaliwe ulikuwa na maono gani? Leo hii uko wapi? Mimi nakwambia, hata kama umri umekwenda sana mpaka moyoni mwako unasema siwezi kurudi vile nilivyotakiwa kuwa, Mungu ni wa ajabu sana. Baraka zile zile ulizotakiwa kuwa anaweza kukupa kwenye umri ulionao, na inawezekana. Mungu ashinde na kitu katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mkono yako juu namna hii, kila mmoja pale ulipo, kwa sauti kubwa sana. Sema maneno haya. Sema, Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu. Rudia tena, Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu. Nimelisikia neno lako. Kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, jioni ya leo ninaianza safari ya kuzifuata baraka
kuzifuata baraka. Na kuzifuata baraka. Kuzifuata baraka. Ulizoniandalia Bwana. Uniandalia Bwana. Tangu tumboni. Mwa mama yangu. Mama yangu. Baba Mungu wa milele. Mungu wa milele. Naomba unisaidie leo. Unisaidie. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mashetani wote. Shetani wote. Mapepo wote. Waliokaa kwenye familia. Leo niachie. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa Nazareti aliye hai. Nazareti aliye hai. Ukiwa umefunika macho namna hiyo, shusha mkono yako. Funika macho namna hiyo kwa utulivu. Shusha mkono yako. Kuna watu ninaowatafuta ambao wanataka kutengeneza na Mungu. Yes. Inawezekana uko hapo unanisikia. Zamani ulikuwa una imani kubwa sana juu ya Mungu wako. Zamani uliwahi kumpokea Yesu, uliishi maisha mazuri sana, lakini pale mbele ukaja ukaanguka. Kuna dhambi iliyokuangusha ukarudi nyuma kiroho. Na hali ulionayo leo hata ujielewi. Nataka kuongea na watu hao ambao wamekaa mbali na Mungu kiasi ambacho hofu ya mauti imekushika. Na waza wakati wowote utakufa. Hata kunapoingia usiku kwenda kulala, kuna mawazo kabisa nakwambia unafia usingizini. Hofu ya mauti iko karibu na wewe kabisa na unahisi unakufa muda wowote. Na wataka watu hao watengeneze na Bwana. Nyosha mkono wako juu pale ulipo. Nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono, usiogope. Kila mmoja funika macho. Nyosha mkono juu. Nyosha mkono, nataka nikuombee. Pale nyosha mkono juu. Unahisi kabisa na kufa wakati wowote. Na kufa wakati wowote. Roho ya mauti iko karibu yako. Unaona kabisa unakufa wakati wowote. Nataka mimi niombe na mtu huyo kwa sababu ya upekee wako. Mimi nataka nikuwekee mkono wewe. Nataka nikuwekee mkono wewe na nitaifukuza roho ya mauti. Hautakufa wewe mpaka hatima yako ifike. Sogea hapa mbele niombe na wewe. Nataka nikuwekee mkono. Sogea karibu, nikaribishe yule mama. Sogea mama hapa. Sogea hapa, utengeneze na Mungu. Usiogope. Haya mambo ni yako. Sogea hapa mbele, piga hatua. Piga hatua hapa, usiogope. Usiogope. Piga hatua hapa, utengeneze na Bwana Yesu. Uliwahi kuokoka zamani ukaanguka, ukajiona uelewi kabisa, sogea hapa mbele. Haujawahi kuokoka kabisa na unamtaka Yesu huyo wa msalaba awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sogea hapa bila kuogopa. Sogea hapa bila kuogopa. Na kusubiri na wewe. Sogea hapa. Sogea, usiogope, sogea tu. Kamba. Maisha ni yako wewe. Usimwangalie jirani yako. Usimwangalie jirani yako. Maisha ni yako wewe. Sogea hapa mama. Sogea hapa. Utengeneze na Mungu aliyekuumba. Kuna mtu ambaye uko hapa bado. Kuna mtu ambaye uko hapa hata ndoto zako unazijua wewe. Kuna mtu ambaye uko hapa ukiingia usiku na tamani iwe asubuhi. Ikifika asubuhi natamani iwe usiku. Uko hapa. Una furaha yoyote, una amani yoyote. Yaani unaona kabisa unakufa wakati wowote. Leo nakutangazia Yesu wa msalaba afukuze mauti ndani yako. Na inawezekana kufukuzika mauti hiyo katika jina. Sogea hapa, usiogope, usiogope mwana kijiji. Wewe sogea hapa, mkutano huu ni wako. Nimekwambia inawezekana Mungu anamtaka mtu mmoja. Ndio. Nataka watu hawa sasa useme maneno haya badala yangu na baadaye niombe pamoja na wewe. Nataka useme maneno haya, urudie sala hii kwa uaminifu sana. Na baadaye nataka niombe pamoja na wewe. Tulio kule nyuma sote, hebu nyosha mikono juu sote pamoja na hawa. Nyosha mikono yako juu mbele za Bwana. Useme maneno haya kwa uaminifu. Sema Baba Mungu wa mbinguni. Baba Mungu wa mbinguni. Baba Mungu wa mbinguni. Baba Mungu wa mbinguni. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Nimelisikia neno lako. Nimelisikia neno lako. Kwa habari ya wokovu wako. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Ninazingatia moyoni mwangu. Nazingatia moyoni mwangu. Na kupokea Bwana Yesu. Kupokea Bwana Yesu. Kuwa Bwana. Ewe Bwana. Kuwa Bwana. Na Mwokozi wa maisha yangu. Baba wa mbinguni. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa namkataa shetani na kazi zake zote. Roho ya mauti ninakukataa. Hauna nafasi kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu, kuanzia sasa mimi ni mtoto wa Mungu. Mimi ni mtoto wa Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Piga Bwana makofi kwa ajili ya watu hawa. Nyosha mkono juu sasa, mimi niombe na wewe.
Niombe na wewe na mtu wa Mungu tuombe pamoja na watu hawa. Niombe tafadhali wachungaji, kwa ajili ya kuwaweka wakfu watu hawa, kwa ajili ya kuwekea mikono. Niombe wachungaji na watu wa Mungu kwa ajili ya kuwekea mikono watu hawa. Tukashuka baba zangu, niwekee mikono watu hawa thamani sana mbele za Bwana. Tuweke nafasi kidogo kwa ajili ya wachungaji wetu kupita na kuwekea mikono mbele za Bwana. Haleluya. Wakati huo naomba pamoja na wao na watu mlio kule nyuma, watenda kazi mbalimbali, watumishi mbalimbali, kama ni mwinjilisti huko, kama wewe ni mwalimu wa uzima, kama wewe ni mzee wa kanisa, usiache kuweka mkono wako kuombea hawa. Ni watu thamani sana. Haleluya. Nataka niombe kwa ajili ya hawa na baadaye nije kuomba kwa ajili yako. Sasa wewe ambaye kuna mambo yamekufunga na hata hujui kama umefungwa, leo Mungu atakufungua na atakushangaza katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaomba kwa ajili ya watoto wako ambao wamekuja mbele zako. Kwa damu ya Yesu Kristo wamemkataa shetani na kazi zake zote. Baba, ninaomba kwa ajili ya watoto hawa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naomba Bwana kwa ajili ya watoto wako walioamua kukukiri Bwana Yesu. Baba, uwatunze katika wokovu, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakataa misiba kwenye maisha yao, nakataa mauti kwenye maisha yao, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Napasana ya mbira, napasasa ribo sako, kwa jina la Yesu Kristo, Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo, napasasa kuzimu, kwa damu ya mwana kondoo, tunawapenda ndani, napasana ya mauti, ya mauti, roho ya Yesu Kristo, Nazareti ya mauti, kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya mwana kondoo, Yesu Kristo, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya roho ya mauti, damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, tutunze wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana kwa neema zako, asante Bwana kwa uwezo wako, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Raba Sante, endelea bila saka rifosa, yaba haraba saka, kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, jina la Yesu. Amen. Shangilieni Bwana makutano wote, pigia Bwana makofi. Haleluya. Sababu hiyo, watendakazi tafadhali, watumishi wa hudumu, mnaweza mkawasaidia watu hawa baada ya hapa. Sasa nataka niombe kwa kila mmoja. Nisikilizeni vizuri sana. Kuna mtu uko hapa ambaye kesho yako ni kubwa sana. Leo hii inawezekana uko kijijini, leo hii inawezekana unaimba kwaya, hakuna mtu ambaye kuthamini kama alivyokuwa Batimayo. Lakini Mungu ameipanga kesho yako kuwa kubwa sana. Kuna mwingine leo yako ni ndogo kuliko kesho. Kuna mtu ambaye Bwana atakuletea, atakushika mkono, atakutoa kwenye mazingira ulionayo, atakupeleka kwenye connection kule mbele. Lakini shetani anaweza akaijua kesho yako, anaweza akaichungulia, akaziona dalili zinazoashiria kesho yako iliyo njema. Matokeo yake akakuletea ugonjwa, ukafa kabla ya wakati wako. Mimi nataka niombe kwa ajili yako, na ifunga mauti yoyote iliyotengenezwa na wachawi, iliyotengenezwa kwa waganga, isikupate wewe mpaka hatima yako ifike, na utakufa kabla ya wakati wako. Amen. Lakini pia kuna watu ambao tayari kwenye mwili wako una magonjwa. Nataka niombe na kila mmoja. Naomba uliyekaa usimame sasa. Naomba usimame sasa kila uliyekaa. Nataka kuomba na mkutano wote na nikuachilie baraka. Sababu hiyo naomba kila mmoja uliyekaa, uliye mbali kule, tafadhali mama yangu, naomba tusogee hapa sasa. Nataka kuainisha mkutano huu. Nataka niombe kukemea mauti. Sogea tu, usiogope, kila mmoja sogea. Nataka niombe na baba zangu wachungaji wako hapa, wataweka mikono kwa kila uliyepangiwa mauti kabla ya wakati wako haitakupata katika jina la Yesu. Usiogope, sogea tu hapa. Nataka niombe kwa ajili yako. Huwezi ukajua Mungu aliyetutuma Malila anamkusudia nani. Sogea tu mama, usiogope, sogea tu. Kama kuna mtu hawezi kusimama, mbebee benchi, mletee hapo nyuma, mkalisha kwenye benchi. Nataka niombe na kila mmoja. Yesu, sijajua waimbaji wako wapi, sijajua sijajua kama kuna timu ya kuabudu, sijajua namna ambavyo watenda kazi. Tuimbe wimbo huo, damu ya Yesu. Lakini kila mmoja pale ulipo, nataka kwenye moyo wako
Naomba kila mmoja funika macho, simtazame jirani yako, funika macho. Maisha haya ni yako wewe. Unaweza ukacheka ukaona kama hili ni la kawaida, lakini kuna mtu kwenye familia yako hakuna wa kuolewa. Wanazalishwa nyumbani na wanaachwa. Usifikiri ni jambo la kawaida. Kuna mtu hata uliyezaa naye amepunguza kukuhudumia na ule upendo wa zamani haupo. Ameanza kukaa mbali na wewe. Tusipoomba yatakuwa mabaya kuliko hilo. Funika macho yako kwa utulivu sana kila mmoja. Usinitazame mimi. Funika macho, tafakari ndani ya maisha yako. Tangu ulipozaliwa mpaka leo, damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena Wachungaji baba zangu, wachungaji tukae nyuma kwa ajili ya kutunza kundi. Kila mmoja unafunika macho kwa uaminifu. Nyosha mikono yako juu mbele za Bwana namna hii. Mikono yote juu ya kushiria mbele za Bwana. Mungu analeta wokovu kwenye familia yako. Mungu analeta wokovu kwenye ndoa yako. Nyosha mikono yako juu. Amen. Nyosha mikono yako juu, punga namna hii, funika macho, sema maneno yako na punga mikono. Sema Baba Mungu wa mbinguni, Baba Mungu wa mbinguni, niko mbele zako. Ninapunga mikono mbele ya madhabahu. Kila mauti, kila msiba, kila ajali iliyotengenezewa pasipo mimi kujua, leo naikataa. Haitanipata kwa damu ya Yesu. Kila msiba uliotengenezwa kwenye familia yangu hautanipata, hautanipata kwa damu ya Yesu. Funika macho, punga mikono sasa, nataka niombe. Nyosha mikono yako juu mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaomba kuanzia sasa, kuanzia yeyote aliye na sisi kwa njia ya mtandao, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kila mapepo wachafu waliokaa kwenye maisha yako, waliokaa kwenye ndoa yako, waliokaa kwenye hatima yako, enyi mashetani wa ukoo, enyi mapepo wa ukoo uliyemfunga mtu huyo tangu akiwa kwenye tumbo la mama, kuanzia leo na wapisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na waagiza mashetani wa ukoo, roho za familia uliokaa ndani yake miaka mingi, kuanzia leo achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Na waagiza mapepo kuanzia leo, ondoka kwenye maisha yake, ondoka kwenye maisha yake, ondoka kwenye maisha yake kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaagiza kuanzia leo jina la Yesu. Nyosha madhabahu za giza, nyosha kila madhabahu za kipepo, nyosha kwa jina la Yesu. Kila mmoja kae kimya, nyosha mkono juu. Mungu anatuhurumia. Kwa jina la Yesu Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Roho Mtakatifu, Yesu Roho Mtakatifu, katikati ya kusanyiko, Yesu Roho Mtakatifu, Yesu Roho Mtakatifu, vifungo vya zamani, vifungo vya chuma, vifaa kwako leo vikatike, vikatike leo kwa damu ya Yesu Kristo. Vifungo vya chuma, vifungo ya chuma waliokufunga miaka mingi mama, yakatike kwako, yakatike leo kwa damu ya Yesu. Kila magonjwa uliotengenezewa, kila uchawi uliorushiwa, hauna nafasi kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba wa milele, ninaomba kwa ajili ya watoto wako
Walionyosha mikono juu, ishara ya kujiachilia mbele za Yesu. Ninaomba kwa ajili yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, uponyaji ndio itembee ndani yako, nguvu ya Yesu iachie ndani yako. Roho Mtakatifu ya Mungu kutoka achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu, damu ya ukombozi, mtoto wako afungue araba chini ya Yesu, araba chini ya Yesu, anda na kufuata heri kwenye magereza ya kuzimu, karaba kwenye magereza ya kuchosai, kwenye magereza ya Yesu Kristo, kwenye mito ya Yesu, achilia damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nyosha mkono juu, nyosha mkono juu. Kuanzia sasa hivi, roho chafu iliyo ndani yako mama, pepo mchafu aliyekaa ndani yako, anayezunguka ndani ya mwili wako, ninaagiza kuanzia leo, naagiza kuanzia sasa, wakuachie, achia. Naona toka kwenye kifua chake kuna mtu ambaye kuna vitu vinatembea kwa mwili wako. Kuna vitu vinatembea kwa mwili wako. Vitu vinatembea kwa mwili wako. Na viondoa kuanzia sasa. Wakuachie. Waka. Mwache mimi roho nje. Mwache mimi roho nje. Sia maisha yake. Kuanzia leo. Toto nje. Pisha kwa jina la Yesu. Sia maisha mimi kwa pisha. Hauna nafasi kwa pisha. Kukaa kwake kwa jina la Yesu. Hauna nafasi kwa jina la Yesu. Kia. Waka. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wanasalita jina la Yesu. Mwache mimi wewe. Asante Bwana. Kwa jina la Yesu wewe. Katika jina la Yesu. Sema Baba Mungu wa mbinguni, Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninanyosha mikono yangu juu, nyosha mikono yangu, hatima yangu unaifahamu wewe, unaifahamu wewe. Mimi sitakufa, mimi sitakufa. Nyosha mikono, punga mikono hewani huku na punga, nasema maneno haya: mimi sitakufa, mimi sitakufa, bali nitaishi, bali nitaishi. Kila mauti, kila mauti katika kijiji, katika familia, katika ukoo, iliyotegwa kwa ajili yangu haitanipata kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Shangilia Bwana kwa makofi. Shangilia Bwana kwa makofi. Nataka kila mmoja pale ulipo, hebu tumchezee Mungu. Haleluya. Wewe mwenye kanga shika kanga yako, mwenye kitenge vua kitenge, sana baridi, ukicheza utaona joto. Haleluya. Amen. Nataka tumfurahie Mungu wa wokovu wetu jioni ya leo. Praise him tafadhali. Haiwezekani kukaa na microphone moja. Tuwekee biti pale tucheze. Kila mmoja usizuie. Wanakwaya wanavyojuia kucheza, cheza uwezavyo. Haleluya. Amen. Weka biti pale tucheze kwanza, tumchezee Mungu wetu. Mwambie jirani yako, gonga na jirani yako, mwambie hongera kwa jioni ya leo. Mwambie hongera kwa jioni ya leo. Sogea hongera kwa jioni ya leo. Cheza kwa Thank you.